Mchezaji anayechukuliwa na wengi kuwa bora zaidi katika historia ya mpira wa miguu, Lionel Messi, na kijana anayetajwa kuwa mrithi wa nafasi yake upande wa kulia Barcelona, Lamine Yamal, watakutana kwa mara ya kwanza uwanjani wakati Argentina itakapocheza na Hispania kwenye fainali ya kombe la dunia Jumapili hii ya tarehe 19 Julai mwaka 2026. Kwa kuwa Messi sasa ana miaka 39 na Lamine Yamal ana miaka 19 tu, ukweli kwamba wawili hao wanaweza kuwa sehemu ya mechi moja tena kwenye mchezo mkubwa zaidi duniani unaoonyesha uvumilivu wa ajabu wa Messi katika kiwango cha juu na kipaji cha mapema cha Lamine Yamal. Lakini hii si mara ya kwanza kwa wawili hao kukutana. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2007 wakati Messi akiwa na miaka 20, na ndio kwanza alikuwa ameanza kuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza cha Barcelona, huku Lamine Yamal akiwa na umri wa miezi 5 tu. Kukutana kwao kulionekana kwenye picha kadhaa zilizopigwa na mpiga picha Joan Monfort. Picha hizo ziliibuka tena miaka 2 iliyopita wakati Lamine Yamal alipoisaidia Spain kushinda Euro 2024 baada ya baba yake kuiweka moja ya picha hizo mtandaoni na kuandika mwanzo wa magwiji wawili. Katika picha hizo Messi anaonekana akitabasamu huku akimbeba na kumwogesha mtoto mdogo ambaye kwa namna ya kushangaza kabisa angekuja kufuata nyayo zake kwa karibu kwenye mpira wa miguu. Ni muujiza kweli wa majaliwa, Monfort ameiambia BBC Sport. Ni bahati ya ajabu kabisa pale unapokutana na kitu maalumu zaidi, kikubwa kuliko ulivyowahi kufikiria. Kama ungeandika hii kwenye filamu, lisingeonekana linawezekana, alinasema. Upigaji picha hizo ulifanyika kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wageni katika uwanja wa Camp Nou wa Barcelona. Familia ya Lamine Yamal ilikuwa imeshinda shindano lililowapa nafasi ya kuwa hapo. Wazazi wake Munir Nasrau aliyezaliwa Morocco na Sheila Ebana kutoka Equatorial Guinea walikutana baada ya wote kuhamia Catalonia wakiwa watoto pamoja na familia zao. Lamine Yamal ni mtoto wao wa kwanza. Muda mfupi baada ya kuzaliwa kwake, wazazi wake waliingia kwenye draw iliyoendeshwa na gazeti Catalunya Sport kwa kushirikiana na mdhamini wa jezi za Barcelona, shirika la kimataifa la watoto duniani UNICEF. Waliochaguliwa kwa bahati nasibu wangepigwa picha professional za watoto wao wakiwa na mchezaji wa kikosi cha kwanza cha Barcelona. Lamine Yamal alikuwa miongoni mwa washindi, na siku familia yake ilipofika, kwa bahati walipangwa na Messi. Sikujua kuwa aliyekuwa kwenye picha ni Lamine mpaka mmoja wa rafiki zangu aliponipigia simu mwaka 2024 na kuniambia baba yake alikuwa ameweka picha hiyo Instagram. Monfort anaeleza. Messi ni mtu wa kujitenga sana, mtulivu na mwenye haya. Aliingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo, ghafla akatakiwa kupiga picha hizi na mtoto mdogo. Si mtoto mkubwa, bali mtoto mchanga kabisa, na uso wake ulibadilika kana kwamba hakujua afanye nini. Ni vigumu kwa kijana, lakini Lamine alikuwa mtoto mwenye furaha sana na mwenye tabasamu. Mama yake Sheila alitusaidia. Alikuwa msichana mdogo na walikuwa familia maskini sana, lakini walikuwa watu wazuri sana kufanya nao kazi. Messi siku zote alikuwa mtaalamu kwenye mambo ya aina hii na alizoea hali hiyo haraka sana, anaeleza. Wakati huo Messi bado alikuwa akivaa jezi namba 19 Barcelona. Alipewa jezi namba 10 mwaka mmoja baadaye baada ya Ronaldinho kuondoka klabuni hapo. Kufikia umri wa miaka 19, Messi alikuwa amefunga mabao 11 katika maisha yake ya soka na alikuwa ameshinda La Liga pamoja na UEFA Champions League mara moja kila moja. Lamine Yamal ambaye alitimiza miaka 19 Jumatatu
Tayari amefunga mabao 56 na kushinda La Liga mara 3, Copa del Rey mara 1 pamoja na Euro 2024. Kwa hakika Yamal si jina la ukoo la mchezaji huyo, bali ni jina lake la pili kati ya majina yake mawili ya kwanza. Jina lake kamili ni Lamine Yamal Naraou Ebana, na huvaa majina mawili ya kwanza kwenye jezi zake akiwa Barcelona na Hispania kama heshima kwa watu wawili waliowasaidia familia yake wakati wa kuzaliwa kwake. Vyombo vya habari vya Hispania vimeripoti sana kuwa baba yake Lamine Yamal aliahidi kumpa majina hayo mawili kutokana na marafiki waliowasaidia kifedha na kuwawezesha kulipa bili zao wakati hali ya maisha ilipokuwa ngumu. Lamine ni jina la kiume la Kiarabu linaloweza kutafsiriwa kama mwaminifu au mtu anayeaminika, wakati Yamal ni namna nyingine ya Jamal likimaanisha umaridadi au uzuri. Alikulia Rocafonda, mtaa wa watu wa kawaida mjini Mataro, takriban maili 20 kaskazini mwa Barcelona. Eneo hilo lilijengwa miaka ya 1960 kwa ajili ya kuwahifadhi wahamiaji kutoka maeneo mengine ya Hispania. Baadaye walipoanza kuhamia maeneo yenye maisha bora zaidi, wahamiaji kutoka nchi nyingine waliwasili eneo hilo miaka ya 90. Lamine Yamal amekuwa akishangilia baadhi ya mabao yake kwa kuonesha ishara ya 304 kwa vidole vyake, akimaanisha namba ya posta ya Rocafonda. Kile ambacho mama yangu amefanya, kile ambacho baba yangu amefanya, mimi nisingeweza kumfanyia mtu yoyote ambaye si mtoto wangu, Yamal aliliambia gazeti la El Pais mapema kwenye mashindano haya. Kama huna pesa, ni vigumu sana kumsaidia mtoto wako kucheza mpira, na wazazi wangu waliweza kuhakikisha yote hayo yanatokea. Ni jambo ambalo sitaweza kuwalipa kamwe. Picha maarufu ya Messi akimwogesha Lamine Yamal akiwa mtoto imegeuzwa kuwa bango na mashabiki wa Hispania kwenye Euro 2024 na kombe la dunia. Kwa Montfort, Mkatalunya na shabiki wa Barcelona, kukutana kwa wawili hao uwanjani ni hitimisho kamili la simulizi iliyoanza karibu miongo miwili iliyopita. Nadhani tunaufunga mzunguko wa simulizi yao. Montfort ambaye sasa na miaka 58 anaongeza, ni mwisho wenye furaha. Mimi ni shabiki wa Barcelona na nafikiri kwa Messi itakuwa kamili kama atamaliza maisha yake ya soka kwa kushinda kombe la dunia kwa mara ya pili. Nafikiri anastahili. Na kwa Lamine bado ana muda mwingi wa kushinda mataji kama kombe la dunia, lakini Spain na Lamine wamefika wakiwa kwenye wakati mzuri, na kama atalishinda sasa litakuwa na thamani kubwa kuliko mataji yake mengine. Ni vigumu sana kwangu, moyo wangu unavunjika vipande viwili.